Mwakinyo kaanza na Saspo mpaka raundi hii ya pili. Kama alivyosema Aidan. Nzuri sana. Na Eribo kasalimu amri. Huyu ni Hassan Mwakinyo. Na anahesabiwa. Eribo anahesabiwa. Na pambano limekwisha. Hassan Mwakinyo round ya mapema tu. Raundi ya pili, sekunde za mwanzoni, dakika za mwanzoni kabisa, anatimiza kazi ambayo ilimleta. Si pengine unaweza kusema si kitu kigeni kwa Mwakinyo kushinda kwa TKO ama kwa KO. Ni moja kati ya tabia zake Aidan. Yes, na kimsingi hayo ndio makubwa ambayo Hassan Mwakinyo ameyafanya katika fight yake ya tarehe 26 siku ya Boxing Day, lakini ni moja kati ya ushindi ambao umezua mijadala mikubwa sana kwenye mitandao ya kijamii, ukilinganisha kwamba Hassan ni moja kati ya mabondia wenye maadui wengi sana hapa nchini Tanzania kutokana na mafanikio yake, lakini pia wengine wakidai kwamba jamaa ni mtu wa majivuno sana, ni mtu ambaye hapendi kutoa appreciation kwa wenzie na huwa anagombana na kila mtu. Kwa hiyo kila mtu anamtafsiri Mwakinyo kwa namna yake mwenyewe, lakini juzi ameshinda kwa knockout na amemtwanga huyo mshikaji kwa raundi 2, takriban raundi 2, raundi ya pili tu kutoboa na fight ikawa imeishia hapo. Kwa hiyo Hassan amekuwa na mwendelezo mzuri sana wa ushindi kutokana na mabondia ambao amekuwa akikutana nao, basi amekuwa akiwapiga na kufanya career yake iendelee vizuri zaidi, ingawa huwa hapigani sana kwenye kwa kipindi cha muda mrefu huwa hapigani. Tupitie maoni ya watu mbalimbali akiwemo Kobisi Kikala, yule wa tamthilia Kombolela, yule mshikaji bigibigi. Alifanywa interview na Manara TV akazungumza, na alikuwa very negative kwa sababu alikuwa anazungumzia namna ambavyo Mwakinyo anachagua mabondia rahisi wa kupambana nao ili iwe rahisi kwake kushinda. Kwa hiyo yule Nigeria hakuwa kipimo sahihi kwa Mwakinyo kwa sababu kila mtu anamjua Mwakinyo ni bondia mzuri, lakini na yule jamaa hakuwahi kupigwa hata pambano moja na amekuja kupigwa na Mwakinyo. Ina maana kwamba hakuwa na challenge yoyote tena kwa mazingira kama yale kwamba aweze kuflotishwa katika raundi ya pili tu ya mchezo ule. Kwa hiyo hayo yalikuwa ni maoni ya Kobisi Kikala kwa sababu yeye ameona kwamba yule jamaa alikuwa ni bondia rahisi na hakuwa na challenge yote kwa Hassan Mwakinyo. Lakini tuachane na huyo, kuna jamaa anaitwa Ibrahim Class, na yeye pia ni bondia. Aliweza kutoa maoni yake kupitia interview ambayo ameifanya baada ya mchezo ule, na yeye mwenyewe pia amejinasibu kwamba yeye ndio bondia namba 1 Tanzania. Kwa hiyo kama Mwakinyo anajiamini, basi aombe fight na yeye, wapange fight ili waweze kuoneshana ubabe nani ambaye anastahili kuwa the number 1 Tanzania boxer. Kwa hiyo ni negative comments ambazo wamezipata, na wakidai kwamba anajichagulia tu mwenyewe mabondia na wanajipangia wenyewe ushindi, kwamba mtu anapigwa kwenye bega lakini anashika pua. Kwa hiyo ni kama jamaa wamempanga tu kwamba aje apoteze hilo pambano ili Mwakinyo aweze kupata profile kubwa kwenye mchezo huo wa ndondi. Lakini pia kuna jamaa anaitwa Twaha Kiduku. Kama mnavyofahamu kwamba Twaha Kiduku ni bondia ambaye amekuwa na majibizano makali sana, majibizano kwenye mitandao ya kijamii, majibizano anapokutana kwenye interviews, lakini pia kwenye Instagram, kwenye Instagram huko amekuwa akichambana sana, na kikubwa tu ni kwamba ni tuseme ni hela, in short kwamba ni hela, kwamba kila mtu anatamani kuwa maarufu zaidi ya mwenzie, yani anataka yaoneshe kwamba yeye ni bora zaidi kuliko mwenzie. Kwa hiyo Twaha Kiduku yeye mwenyewe anaamini kwamba yeye ni bora kuliko Hassan Mwakinyo, lakini Hassan Mwakinyo yeye anasema yeye ni bora kuliko mabondia wote. Lakini kwenye swala la kupanga fight, Hassan Mwakinyo amekuwa akichomoa kutokana na anasema kwamba yeye ana brandi kubwa na hela inayowekwa ni dogo. Kwa hiyo pesa ambazo zinatosha ili aweze kupanda ulingoni na sio kuleta janja. Kwa hiyo jamaa naye amesema kwamba wamefanya ujanja ili mradi tu jamaa ashinde, lakini hamna kitu. Kama anaweza
aweze kupanga fight na yeye. Kwa hiyo mambo yamekuwa ni mengi sana, mashabiki wengine wamemtetea, wengine wamekuwa na post negative comments nyingi. Kwa hiyo hata ukichukiwa na baadhi ya watu, kuna watu watakupenda na vitu vingine kama hivyo. Anyway, Champions ameshinda kwenye pambano hilo, ameendelea kuipeperusha vizuri bendera ya Tanzania. Wewe una maoni gani kuhusiana na hili sakata la Mwakinyo? Maana inaonekana kuna upinzani mkubwa sana ambao wanakumbana nao. Hii ni NTV, tafadhali subscribe, like, share pamoja na comment ili uendelee kuwa fani wetu. Asante.